kuboreka kwa maisha ya wananchi wa kawaida na kueleza wakazi wa Singida kwa umaskini unaokabili umechangiwa na wao wenyewe kwa kuendelea kuchagua chama kimoja. Miaka 50 baada ya uhuru, wananchi wa Singida wachapakazi kama ninavyowafahamu ni maskini wa kutupa, na Lissu wamesema ni watatu wa pili kutoka chini kwa umaskini Tanzania. Na umaskini huo unajionyesha katika maisha ya kila siku. Mbali na uboreshaji wa maisha ya wananchi, pia amewaahidi wafanyakazi wa umma kuwataboresha maslahi yao ili waepukane na vitendo vya rushwa ambayo imeonekana kuwa ni kero kubwa kwa wananchi, na atajenga taifa la wazalishaji na sio taifa la wachuuzi, na ili kufikia malengo hayo ni lazima ipatikane serikali makini, imara, adilifu na yenye kujali maslahi ya wananchi wake. Walimu wa shule kwenye shilingi 160 zikikatwa kodi kutegemea tajenga nyumba. Mapokeo yake yatapeleka watoto usiku kucha, anapika maandazi, apeleke maandazi shule, watoto wamuuzie maandazi, aongeze kipato. Watoto wetu wanakosa elimu. Lakini mwalimu wafanya nini? Kamba yake ni kutengeneza maandazi. Tumepigika kweli kweli. Kwa upande wao, wagombea ubunge wa majimbo ya Singida Mashariki Bwana Tundu Lissu amewaahidi wananchi wake kuwa endapo watamchagua, jambo la kwanza ni kufuatilia fedha za ruzuku zinazotolewa na serikali kila mwaka ambazo zimekuwa zikitumika kinyume na malengo, huku mgombea wa Singida mjini Bwana Josephat Sanga akiwaahidi wananchi wake kuwa atashughulikia kero mbalimbali za ardhi. Kuna shilingi bilioni 62 na milioni 470 ambazo zimetengwa kwa ajili ya kitu wanaita matumizi ya kawaida. Matumizi ya kawaida ni pamoja na hospitali zetu, pamoja na shule za watoto wetu, pamoja na mshahara yao kweli. Lakini hizo fedha tukizikabili tena kwenye mwaka huu zitaliwa kama zinavyoliwa miaka yote, na watarudi kuja kutuchangisha. Itaeleweka. Tunahitaji mbunge ambaye anaenda bungeni kupeleka mawazo ya Wanasingida, alete mawazo ya serikali Singida, na mbunge ambaye atatetea watu wa Singida. Ninakuja kufanya mkutano hapa, hakuna kina mama wengi wako kwenye mistari kwa kujipanga kununua maji kwa sababu ndoo zinauzwa shilingi 500. Nikiripoti kutoka Singida, mimi ni Mfosalo wa ITV.